sifa na utukufu ni kwa Yahwa Bahashem Kadashi, ambapo Yahwa ni jina la Mungu kwa Kiebrania, Bahashem ni kwa jina la Yahwa Shai, ni jina la mwanae mpendwa wa pekee. Tunaposema kwamba unayemwita Yesu Kristo ambaye jina lake anaitwa Yahwa Shai ni mwanae mpendwa wa Mungu, hatumaanishi kwamba Mungu aliingiliana na Mariamu. Tunaposema kwamba Yesu au Yahwa Shai ni mwanae mpendwa wa baba yake Yahwa, tunamaanisha kwamba katika vitu vyote Mungu alivyoumba alimuumba Yesu tu, alafu baada ya hapo akampa mamlaka Yesu ya kuumba kila kitu unachokiona hapa duniani. Iwe corona unaoiogopa, iwe corona unaoiogopa. Ndio maana Biblia inakwambia kupitia yeye kila kitu kilifanyika. Iwe falme, iwe nguvu, iwe uwezo, kila kitu kinafanyika kupitia Yahwa Bahashem Yahwa Shai. Hilo ndio jina ambalo hata mitume na manabii waliliitia. Hilo ndio jina ambalo mitume na manabii waliliitia. Na huyo ndio Mungu wa Israeli, wa taifa la Israeli, ambao kwa hivi leo ni mnaowaita manigwa wa Nyekundu na Malatinos, ambao ahadi za mbinguni na ahadi za ufalme wa mbinguni na za dunia inayokuja ni kwa ajili yao. Kwa hiyo injili yetu inahusiana na toba, utubu kabla siku ya hukumu haijaja, utubu kabla hujapata corona, utubu kabla hujapata ukimwi, utubu kabla hujapata kansa, utubu kabla hujakamatwa unazini huko ukapigwa ukafa. Kwa hiyo injili yetu ni utubu na kuzitunza sheria. Sio kama unapoenda huko kwa Katoliki, kwa sababu makanisa yote yapo chini ya Wakatoliki. Hata wanaojiita wa Protestant nao pia ni Wakatoliki ambao wamebadilika kidogo, Wakatoliki ambao wamedevelop kidogo. Wanakuambia kwamba sheria zimepitwa na wakati, wanakuambia sheria zimepitwa na wakati, alafu hapo wao wenyewe wako wanadai katiba kama there is no tomorrow. Mungu anakuambia hivyo. Kwa hiyo hakuna organization au hakuna kitu ambacho kisiokuwa na sheria. Ndio maana ukienda kwa walokole ukahubiri baadhi ya mambo fulani ambao hayataki, watakufukuza kanisani. Kwa nini? Kwa sababu ile pale ni organization, ina utaratibu. Ile pale ni shirika, kwa sababu makanisa mengi sasa hivi ni mashirika. Ile pale ni shirika. Kwa hiyo ukienda ukafanya mambo yako wewe watakufukuza. Na kabla taifa la Israeli halijawa taifa, ilikuwa bado ni familia. Mungu aliwapa sheria kwamba nyinyi kama taifa mnatakiwa muishi kwa sheria hii, au tunasema ni katiba, au wengine wanakuambia the law, statutes and commandment. Sheria na statutes, sababu commandment ziko 10, alafu kuna statutes na sheria, au wazungu wanakuambia law. Na mtu aliyepelekwa aliyewekwa badala ya Mungu kusimamia sheria alikuwa anaitwa Lawi. Hapo ndivyo unapata lile neno sheria au law, ambapo Lawi kwa Kiebrania tunasema loya, kwamba ni mtu aliyeungana na Mungu, mtu aliyekuwa anapokea maagizo kutoka kwa Mungu, anawaambia wana wa Israeli kupitia kuhani. Hapo ndipo unapata kitu kinaitwa Urim na Thummim. Urim na Thummim. Urim na Thummim. Ile Urim na Thummim ni mawe ambayo kuhani mkuu alikuwa anayavaa. Unaona? Kuhani mkuu alikuwa anavaa mawe yanaitwa Urim na Thummim. Yale mawe yalikuwa ni 12, yakiwakilisha makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo tatizo lilikuwa likitokea kwenye taifa la Israeli, yule kuhani alikuwa anamuuliza Mungu kama ndio au hapana. Kama ni ndio, ile Urim na Thummim ilikuwa inawaka, au tunasema inatoa rangi. Kama ni hapana, ile Urim na Thummim ilikuwa haitoi rangi. Kwa
Kwa hiyo hao ndio walipewa kusimamia sheria katika taifa la Israeli. Kwa hiyo leo tutasoma kitabu cha Sefania 12 kuanzia mstari wa kwanza. Anakwambia jikusanyeni, naam jikusanyeni, taifa lisilo na haya, kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapitia siku ile kama makapi, kabla haijawaijia hasira kali ya Bwana, kabla haijawaijia siku ya hasira ya Bwana. Kwa hiyo huyu ni Sefania 2:1. Anakwambia jikusanyeni, jikusanyeni enyi taifa lisilokuwa na haya. Lakini ukienda kusoma Biblia ya Kiingereza, King James, anakwambia ni a nation not desired. Anakwambia gather yourself together, gather yourself together, a nation not desired, taifa lisilokubalika. Kusanyike pamoja, hiyo ikimaanisha kutubu, sio ukusanyike tu. Hiyo inamaanisha kutubu. Wana kusanyikeni, kusanyikeni enyi taifa lisilokubalika. Na ndio maana wazungu wanataka kuwapunguza kupitia chanjo. Biblia inakwambia ni taifa lisilokubalika kwenye kitu kinaitwa the New World Order. Unaona? Ndio tunapoelekea huko. Ndio maana unaona wanawaletea sumu, wanaletea chanjo ambayo ni sumu. Unaona? Hiyo kitu tunaita the New World Order of Wage. Kwenye hiyo the New World Order kuna kitu kinaitwa depopulation. Tunaita depopulation agenda au agenda 21. Agenda 21 ina lengo la kupunguza watu wabaki milioni 500. Sasa hivi watu tuko bilioni 8. Kwa hiyo wanatakiwa wafe watu kama bilioni 7.5, bilioni 7.5. Unaona? Kwa hiyo inaitwa the New World Order. Tunasema au tunaita the New World Order of Wage. The New World Order, au anakuambia one world government, kwamba unakuwa na serikali moja dunia nzima, ambapo watu mnakuwa mnaishi katika sheria fulani, na hizo sheria watu wanaziita the Noahide law. Tunasema the Noahide law. Au ukienda kwa wenzetu wa Roma wana wanakiita Draco, ambao wazungu leo wanakuambia draconian measure. Draconian measure ni sheria za kibabe. Unaona kama unavyoziona sasa hivi, usipochukua chanjo na kufanya hivi, hizo ndo tunaita draconian measure. Na hii hapa ikawa imeaim kuleta kitu tunachoita depopulation agenda. Ndio maana Biblia inakwambia gather yourself together, all nation not desired. Kwamba jikusanyeni enyi taifa msilokubalika, kabla siku ya hukumu ya Bwana. Siku ya hukumu ya Bwana imekaribia. Ndio maana unaona watu wakichukua chanjo, unaanza wazungu wanakwambia unaanza kuconvulse, unaanza kutetemeka pasipokuwa na sababu. Hiyo ni sumu. Unaona? Ndio unakuja kwenye kitu kinaitwa depopulation agenda. Waliona haitoshi kuwaletea dawa ambazo ni sumu. Kwa mfano madawa ya ukimwi, hiyo ni sumu. Na kuletea sijui manini haya yanaitwa ARV, hiyo ni sumu. Unaona? Wanakuletea madawa haya tunaita pharmaceutical industry. Hiyo pharmaceutical industry na hizo zote ni sumu hizo. Unaona? Ndio maana Biblia inakwambia gather yourself together, the nation not desired, kwamba taifa lisilokubalika. Wamekuletea Ebola, wakaona haitoshi, wakakuletea corona, wakaona haitoshi, wakakuletea chanjo ya corona, wakaona haitoshi, wakakuletea ukimwi, wakaona haitoshi, wakakuletea dawa za ukimwi, wakaona haitoshi, watakuletea kitu kingine tena. Na hiyo tunaita depopulation agenda, au tunasema agenda 21. Unaona, agenda 21 inakwambia kwamba wanataka wa maintain human population katika 7.5 million, 7.5 billion. Au wanataka wa maintain humanity katika 500 million. Kwa hiyo inamaanisha 7.5 billion wanatakiwa wafe. Kupitia nini? Kupitia chanjo
Kupitia nini? Kupitia njaa. Kupitia nini? Kupitia vita. Kupitia nini? Kupitia madawa. Hiyo tunaita madawa. Unaenda unachukua pharmacy huko. Na madawa unaenda kuchukua pharmacy yanakuua hayo. Wewe unapata tu kidogo, presha yako inaongezeka kidogo, wanaanza kukutandika na madawa. Hawakuambii kwamba unaweza ukaishi na presha bila kunywa dawa. Kwa ndio maana Sefania anakwambia jikusanyeni, naam jikusanyeni taifa lisilo na haya, kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Kabila 12 ya Israeli, kuanzia kabila la Yuda mpaka Isakari pale, ambapo Yuda ndio wanaoita maniga leo wanaoishi Marekani, na Isakari ndio wanaoita watu wa Mexico, wale maindignas. Unaona kwamba anakwambia, utarudia, anakwambia mtafuteni Bwana ambaye ni Yahweh Hashem Yahshai, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, nyinyi mliozitenda hukumu zake. Utafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mkafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Huenda mkafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Ndio siku ya hasira ya Bwana ishaanza hivyo. Unaona, siku ya hasira ya Bwana ishaanza hivyo. Unaona, ni population ya agenda ambayo hiyo tunaita ziki ya Yakobo. Unaona, hiyo tunaita ziki ya Yakobo, au huko anakuambia ni ziki kuu. Hiyo inaitwa ziki ya Yakobo katika kitu tunakiita the New World Order Plan au Agenda 21. Anakuambia maintain humanity katika 500 million kutoka kwenye 8.8 billion kuja mpaka kwenye 500 million. Kwa hiyo inamaanisha kuna watu kama 7.5 bilioni wanatakiwa waondoke. Wanaondokaje? Wanaondoka kupitia abortion, wanaondoka kupitia chanjo, wanaondoka kupitia madawa, wanaondoka kupitia ujinga na njaa. Na kwa hiyo Biblia inakwambia mtafuteni Bwana enyi wanyofu wa moyo, labda mnaweza mkafichwa hiyo siku ya hasira ikija, siku ya dhiki kuu, au tunaita Jacob trouble, wazungu wanaita hivyo. Pale mabeberu, wao tunawaita mabeberu, ndio wanaotawala hii dunia. Pale mabeberu watakapokulazimisha wewe na mtoto wako ukachukue alama ya mnyama, pale mabeberu watakapokulazimisha wewe na mtoto wako mkachukue chanjo, pale mabeberu watakapokulazimisha wewe na mtoto wako ufanye mambo yasiyo stahili, au hiyo ndio tunaita siku ya kujaribiwa, au wazungu wanakuambia the hour of temptation. Unaona? Na kama unavyojua hakuna mtu alitegemea kwamba 2020 itakuwa hivi, na maisha sasa hivi hapa duniani yameshabadilika. Kama wewe una kazi yako unaweza usiwe nayo mwaka kesho au mwisho wa huu mwaka. Unaona? Kama wewe umeajiriwa sehemu, umeajiriwa kwenye kampuni, umeajiriwa serikalini, wewe ni mfanyakazi wa afya, mwaka kesho unaweza usiwe nayo hiyo kazi. Hapo ndipo utakapojua kwamba Biblia sio mkusanyiko wa vitabu ambavyo vimeandikwa na watu wachache ambao walikosa kazi. Hiyo tunaita siku ya kujaribiwa. Kaenda kufanya kwenye Ufunuo wa Yohana 3:10. Taenda kwenye Ufunuo wa Yohana 3:10. Ufunuo wa Yohana 3:10 anakwambia, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda kutoka katika saa ya kuharibiwa. Saa ya kuharibiwa au saa ya kujaribiwa, au wazungu wanakuambia the hour of temptation. Unaposema temptation unamaanisha nini? Matamanio. Umeambiwa tunakupa chanjo au usiwe na kazi, na huko nyumbani una watoto kama 7 unatakiwa wale. Hayo ndio tunaita majaribio, au tunaita saa ya majaribio. Unaona? Au tunaita the hour of temptation. Unaona? Au tunaita the hour of temptation. Temptation au majaribio.
una watoto kama 10 huko nyumbani kwako, unaambiwa je, unachukua chanjo au ukose kazi? Unachagua kipi? Au alama ya mnyama? Unaona, hiyo yote imeandikwa kwenye Biblia. Mfano ukienda Ufaransa huko anakuambia huwezi ukanunua wala kuuza pasipokuwa na chanjo. Haya mambo yaliongelewa na Yohana aliyekuwa katika visiwa vya Patmos. Kwa hiyo hili sio swala la siasa. Unaona? Mimi sijasimama hapa kama Chadema au CCM. Mimi nimesimama kusoma Biblia hapa. Unaona? Hayo mambo yanayotokea hapa yaliandikwa katika Biblia. Na ninaweza nikaongea huku nikifungua Biblia, nikisoma. Ulaya huko wenzetu washaanza, usipokuwa na chanjo hauli wala kununua. Hiyo tunaita alama ya mnyama. Sisemi kwamba chanjo ni alama ya mnyama, lakini ndio tunaelekea huko. Au wazungu wanakuambia the mark of the beast. Wanakuambia kwamba the mark of the beast ni alphabetici. Au tunasema radio frequency identification. Wazungu wa Marekani wanakuambia ni radio frequency identification. Wazungu wa Ulaya wanakuambia ni near field communication. Hiyo ndio alama ya mnyama, microchip. Huko ndo tunaenda na kwenye chanjo huko. Wewe chukua tu chanjo utaona utakufa. Tupo tunakuambia hapa sasa. Na hii sio siasa, hii sio siasa, hii ni Biblia. Kwa hiyo naendelea. Anakuambia tasoma Ufunuo wa Yohana 3:10. Anakuambia kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda kutoka katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo utajaribiwa. Utajaribiwa. Yeye anasema kwamba wajaribu wote wakao juu ya ulimwengu. Unaona? Kwamba kuna saa itakuja ambayo utatakiwa uchague. Hao hiyo tunaita the hour of temptation, ambayo itakuja ulimwenguni pote. Na hilo neno ulimwengu kwa Kigiriki tunasema okomen. Kila mtu unaambiwa unachukua alama ya mnyama au unapoteza kazi, au na mambo mengine yanayokuja zaidi huko mbele, kama hao wanaotawala dunia wanavyoamua. Kwa sababu kuna watu wamewadanganya, unawaambia kwamba mpo huru. Upo huru wapi? Upo huru, unalazimisha kuchukua kitu ambacho ukitaki. Kwa naambiwa lazima uchukue chanjo. Uko huru? Uko huru gani wewe? Na hiyo sio serikali yako, ni watu wakubwa huko nje, watu wanaotawala hii dunia, au kwa Kiingereza tunawaita the wicked, watoto wa Esau. Wewe uko na mchungaji wako mnadanganyana, kachukua, ukichukua unakufa. Unaona? Kumbe kukuambia hapo ukichukua unakufa, ndio kilichobaki hapo. Unaona? Kachukua nini? Kwa hiyo tunaita kwa Kiingereza the hour of temptation. The hour of temptation. Wewe endelea kucheka tu. Endelea kucheka tu, utakutana na Bwana Pepsi siku moja. Sababu kuna watu tutakuwa tunawaambia usifanye hivi, anaenda kufanya. Endelea kucheka tu, naambia kwamba usichukue hiki, usichukue kile, unaendelea kucheka tu. Siku utakapokutana na Bwana Pepsi itakuwa ni wewe na Bwana Pepsi. Unaona? Siku utakapokutana na tunaita the death angels, au wenzetu Waislamu wanamuita malaika mtoa roho, wanamuita Israeli. Siku utakapokutana na Israeli itakuwa ni wewe na Israeli, kati yako wewe na Israeli. Unaona, hiyo ndio tunaita the hour of temptation, ambapo utalazimisha uchukue alama ya mnyama, inaitwa radio frequency identification au near field communication. Unaona? Kwa hiyo nitarudi tena kwenye Zephania 2. Anakuambia kwa kuwa Gaza utaachwa na Eshkeloni utakuwa ukiwa, wataufukizia mbali Ashdod wakati wa Azuri na Ekroni utang'olewa. Kwa hiyo inaenda pale kwenye taifa la Israeli. Wale mabastard wanaokaa pale kwenye taifa la Israeli, watoto wa Esau, au tunawaita Amalekite.
Kwa hiyo hii inaambiwa kwamba ni Biblia inaongea katika large scale. Naambiwa kwamba Biblia inaongea katika large scale. Kwa hivyo naambiwa kwamba umkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Inamaanisha siku unaposikia sasa hivi. Unaposikia sasa hivi. Ukaenda huko na hapa Mbeya kuna watu wengi hapa Mbeya wana nini? Wana magonjwa mengine. Unaona? Kuta mtu una magonjwa hata matatu. Kuta mtu huyo wewe una pressure. Huyo wewe una ukimwi. Huyo wewe una kisukari. Huyo wewe una magonjwa kama matatu hivi. Wewe ukishapata corona ni moja kwa moja unaondoka. Aishwaje? Yaani wewe ukishapata corona tu ni moja kwa moja upo. Kwa hiyo ni muda wa kutubu. Ni muda wa kutubu. Ndugu, jamaa, kaka, dada, shangazi, mjomba, tunawaombeni au tunawaambieni mtubu. Kwa hiyo naendelea anakwambia mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, nyinyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, mtafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Na imeshaanza. Hatuhitaji tuanze kuelezeana hapa aya ndefu. Hasira ya Bwana imeshaanza. Unaona? Hasira ya Bwana imeshaanza. Mfumuko wa bei. Maisha yanaongezeka tu. Kila kona ni spana. Kuanzia nyumbani kwako, ndani kwako, mpaka kwenye muamala unaofanya kwenye Airtel. Ni spana tu. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Sila 5:7. Unaambiwa usichelewe kumrudia Mungu. Unaweza kukutana na Bwana Pepsi huko. Bwana Pepsi anaweza akawa corona ukafa. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa utubu. Unaweza kukutana umeenda kuzini huko. Kukutana na watu wakakutandika. Kwa hiyo ni kitabu cha Sila 5:7 anakuambia usichelewe kumrudia Bwana, wala usiahirishe kurudi siku hata siku. Kuna mwingine anasema kesho Bwana. Naahirisha leo, kesho Bwana. Unaona? Bwana kesho nitatubu. Kesho unatubu, leo umepata corona, kesho umekufa. Au umepewa chanjo. Fika huko wakakubananisha, wakakupa chanjo ukafa. Ukapata kitu tunaita thrombocytopenia. Hiyo ni moja kati ya effects za corona. Damu ikaganda au damu ikapungua mwilini, kafa. Bwana kwambia usichelewe kumrudia Bwana, wala usiahirishe kurudi siku hata siku, maana ghadhabu ya Bwana itakuwakia ghafla. Unaambiwa maana ghadhabu ya Bwana itakuwakia ghafla. Unaambiwa na wakati wa hukumu utaangamia. Waambia usitegemee mali ya udanganyifu, maana haitakufaa chochote siku ya balaa.
siku ya balaa. Unaona? Nirudie tena hapa, anakwambia usichelewe kumrudia Bwana, wala usiahirishe kurudi siku hata siku. Sema utatubu kesho, utatubu kesho. Tubu kesho, kesho unakufa. Na ukisha kufa hakuna kutubu hapo. Unaona? Kwambia ghadhabu ya Bwana itakujia ghafla. Unaona? Na wakati wa hukumu utaangamia. Usitegemee mali ya udanganyifu, maana haitakufaa chochote siku ya balaa. Hapo unaona kuna watu wengi wenye mali. Kuna watu wengi wenye mali, lakini hiyo mali yao haikuwafaa siku ya balaa. Siku balaa lilipokuja, hiyo mali yao haikuwafaa kitu chochote. Kwa hiyo hii ni kitabu cha Mhubiri. Tumetoka kwa Sila tumekuja kwa Mhubiri. Tunakwambia mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Na ndio hizo siku ambazo tunazielekea sasa hivi. Hizo ndio siku ambazo tunazielekea sasa hivi. Tunataka kama mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Anakwambia kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla haujaanza kutapatapa na kujiuliza nitafanya nini. Wanaambiwa mkumbuke Bwana siku za ujana wako, kabla hazijaja siku za hatari. Au anakwambia kabla haujakumbwa na balaa. Anakwambia kabla jua, nuru na mwezi, nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, vile walinzi wa nyumba watakaposemeka, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba. Kama unaambiwa na wasagao watakoma kwa kuwa ni haba, hii inaenda kwenye kazi. Unaambiwa ni employment. Hao wazungu wanakuambia ni employment. Unaona? Employment. Anakuambia kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetemeka, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo. Kwa hiyo hii inaenda kwenye njaa, au hii inaenda kwenye mfumuko wa bei. Hizo ikiwa ni moja kati ya ziki nyingi ambazo zitakuja. Ziki nyingine ikiwepo ni njaa, au tunasema balaa la njaa, au wazungu wanakuambia a famine of biblical proportion. Unakuta watu, kwa mfano ukiangalia kwenye Biblia, unakuta watu wakilana nyama wao kwa wao. Unaona? Watu wakilana nyama wao kwa wao. Watu wengine wakiwavizia ndugu zao, kama una chakula kidogo wanakichukua wanakila wao. Hapo naambiwa hata wenye nguvu hawataweza kuinamisha siku hiyo. Au ukimaanisha wenye nguvu hawataweza kukwepa mambo yanayokuja. Au ukimaanisha wenye nguvu hawatakuwa na uwezo wa kukimbia mkono wa Bwana. Kwa hiyo solution iko moja, au tunasema njia iko moja. Sikia, unaambiwa kwamba njia iko moja. Unaambiwa kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua,
siku ile walinzi wa nyumba watakapotetemeka, hapo wenye nguvu watakapojinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba. Ndio tunaenda tena kwenye Yeremia 37. Tukiendelea kuongelea kuhusiana na habari za sikukuu, au tunasema taabu yake Yakobo. Na unaambiwa ziki kuu, kama kitabu cha Danieli 10:12 kinapokuambia, ziki kuu itakuwa ni siku ambayo haujawahi kuisikia. Hii itazidi utumwa, hii itazidi vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili ya dunia. Hiyo tunaita ziki yake Yakobo, au makabila 12 ya Israeli. Utumwa ilikuwa ni ziki yetu, lakini hii ziki inayokuja itakuwa ni zaidi ya utumwa, na ndio imeshaanza hivi. Ndio imeshaanza hivi kidogo kidogo. Huko tunakoenda tunaita ni mwisho wa demokrasia. Kwa nitasoma Yeremia 37, anakwambia ole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Ni wakati wa taabu yake Yakobo, na huyu Yakobo anayeongelea hapa ni makabila 12 ya Israeli, kwamba ole, maana siku hiyo inakuja, nayo ni taabu yake Yakobo. Naendelea, anakwambia na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nira yake itoke shingoni mwako, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatamtumikisha tena, bali watamtumikia Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, nitakayemuinua kwa ajili yao. Kwa sababu hiyo usiogope, Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, wala usifadhaike, Israeli, kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uhamisho. Na kwa hiyo ndio maana nakwambia ziki yetu ilianza tulipoanza kuchukuliwa mateka. Ziki yetu ilianza tulipoanza kuchukuliwa mateka mpaka sasa hivi. Na wakati tunaoelekea itakuwa ni tunaita ni climax, au wazungu wana neno wanaita climax, pale kwenye kilele cha ziki yake Yakobo, pale kwenye kilele, kwa sababu sasa hivi tuko bado tunaishi kwenye ziki. Ni ziki lakini katika udogo wake. Kwa mfano, swala la kulazimishwa kuchukua chanjo, swala la kulazimishwa kulipa madeni ya taifa yasiyoisha, swala la wageni wanakuja hapo wanachukua mali zetu kama za kwao, swala la sisi babu zetu kupelekwa utumwani, swala la sisi babu zetu kupigana vita, kwa mfano vita ya Majimaji na kutokushinda. Hiyo yote ni moja kati ya mateso na ziki. Swala la kwamba hapa Afrika ndio tuna hali zenye rutuba, lakini sisi ndio tunakufa na njaa. Kwa mfano ukienda huko Kongo ni nchi tajiri, lakini bado wanakufa na njaa, wanakufa na kitu tunaita malnutrition au kwashakoo. Kwa hiyo yote ni ziki, lakini hii ziki itakuja ifikie sehemu tunaita peak. Hii ziki itakuja ifikie sehemu tunaita climax, na hiyo ndio tunaita taabu yake Yakobo, pale utakapolazimishwa kuchukua alama ya mnyama, au tunasema the RFID chip. Anakwambia ole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Na itakuwa katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nira yake itoke shingoni. Nira yetu ni huu utumwa tunaotumikia, au hizi tunaita hizi laana za sheria, au tunasema the curses of the law, au tunasema the curses of the law. Nakwambia, nami nitavipasua vifungo vyake, wala wageni hawatamtumikia tena, bali watamtumikia Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, nitakayemuinua kwa ajili yao. Kwa sababu hiyo usiogope, Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, wala usifadhaike, Israeli, kwa maana tazama, nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uhamisho wako. Na Yakobo atarudi, naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu.
Unaona? Kwa hiyo baada ya dhiki kuu, kinachofuata hapo ni ukombozi wa Yakobo, kwamba unaambiwa Yakobo atatulia na wala hakuna mtu atakayemtia hofu. Unaambiwa Yakobo atatulia na wala hakuna mtu atakayemtia hofu. Hiyo inamaanisha kwenye ufalme wa mbinguni, ambapo taifa la Israeli watakuwa wakitawala kama taifa kuu, kama unavyoona Marekani sasa hivi wakitawala, au kama unavyoona watoto wa Esau wakitawala sasa hivi. Unaona? Ndio tunaendelea. Kwa sababu hiyo usiogope, Yakobo mtumishi wangu, asema Bwana, wala usifadhaike Israeli, kwa maana tazama nitakuokoa toka mbali na uzao wako toka nchi ya uhamisho. Na Yakobo atarudi naye atatulia akustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu, maana mimi ni pamoja naye, nawe asema Bwana nikuokoe, maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko nilikokutawanya. Wanakwambia bali sitakukomesha wewe kabisa, lakini nitakurudi kwa hukumu, wala sitakuacha bila adhabu. Kwambia maana Bwana asema hivi, maumivu yako hayaponyeki na jeraha yako ni kubwa. Hapana mtu wa kukutetea, kwa jeraha yako una dawa ziponyazo. Kwa hiyo ilikuwa inaongelea kitu tunaita ziki ya Yakobo, au wazungu wanakuambia Jacobo trouble. Unaposema trouble unamaanisha ni shida, au tunasema ziki. Na hii ziki imeshaanza mdogo mdogo. Wewe kama hauoni, ndio kama nilivyokuambia, kama hauoni utakuja uamshwe na Bwana Pepsi siku moja. Kama wewe bado unaendelea kulala kwenye unaota ndoto sasa hivi, nakwambia wote wakupendao wamekusahau, hawakutafuti, maana nimekujeruhi kwa jeraha la adui, kwa adhabu ya mtu mkatili, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu ya dhambi zako zilizokuwa zimeongezeka. Mbona unalia maumivu yako? Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea na Yakobo, au kama Mungu alikuwa anaongea na taifa la Israeli jinsi maumivu wanayopitia. Ndio wasema utumwa na mambo kama hayo. Utumwa, kuwatumikia watu, uonevu, haki haitendeki, sheria ambazo hazina haki. Kwamba unaambiwa ili tuwape misaada natakiwa mpitishe sheria 1, 2, 3, au ili tuwape misaada natakiwa mpitishe sheria ya ushoga kwenye katiba yenu. Ili tuwape dawa, wanawapa dawa kwa magonjwa waliotengeneza wao wenyewe. Na haya mambo yote amefanya Bwana Yahwa Bahashem Yahweh. Yahwa Bahashem Yahweh. Yahwa Bahashem Yahweh. Huyo ndio Mungu wa Israeli. Unapomuita Mungu wa Israeli unasema Yahwa Bahashem Yahweh. Kwa hiyo Yahwa Bahashem Yahweh anasema kupitia nabii wake Yeremia kwamba nimekujeruhi kwa jeraha la adui. Unaona, nimekujeruhi kwa jeraha la adui, na wote waliokuwa wanakupenda, au kwa Kiingereza wanasema you are loved have forsaken thee, kwamba wote wanaokupenda wamesha kutelekeza. Wote wanaokupenda wamesha kutelekeza. Hakuna mtu anayekuuliza je, waendeleaje? Na hapo ndipo itakapokuja sehemu sawa na wale wanaosema kwamba wazungu sisi ni marafiki zetu. Wanakwambia tumeshaingia kwenye dunia ambayo
Hayo mambo ya kizamani yamepitwa. Anakuambia kwamba wazungu ni ndugu zetu, kwa tuone Biblia inasemaje. Kwa hiyo kitabu cha Sira tena 12:10 anakwambia kamwe usimwamini adui, uovu wake uko kama kutu ya shaba, hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako. Kwa hiyo adui yako ni nani? Adui yako ni yule aliyekupeleka utumwani wewe na ndugu zako, na bado akawa anakulazimisha uishi katika madeni. Wewe unaambiwa kwamba sasa hivi deni la nchi limeongezeka na kila siku linaongezeka, na ukienda kwa hawa watu kuwaomba misaada wanakuletea masharti mapya kila siku. Hao tunawaita mabeberu. Kwa hiyo mabeberu ndio adui zako, na Biblia inakwambia kamwe usimwamini adui, uovu wake uko kama kutu ya shaba, hata kamwe ananyenyekea na kuinama mbele yako. Anakwambia Bwana nakuletea chanjo nini ya nini. Na watu wanafikiria kwamba kwamba wazungu hawana sababu ya kutuzuru. Kama wewe bado unafikiria kwamba wazungu hawana sababu ya kutuzuru, wewe ndio ukachukua hiyo chanjo, au wewe ndio ukachukua hiyo alama ya mnyama, au uendelea kutumia madawa yako kama unabugia njugu. Kwa anakwambia hata kama ananyenyekea na kuinama mbele yako, chunge na kuchukua tahadhari yake. Yeye ni kama kioo kinachopata kutu. Kama uendelee kusafisha, usimweke adui karibu nawe, la sivyo atakupindua na kuchukua mahali pako. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yalitokea. Ukienda ukasoma kwenye historia yetu, watu kama akina Mangungu wa Msovelo. Kuna jamaa kwenye historia anaitwa Mangungu wa Msovelo. Huyo Mangungu wa Msovelo aliwaamini Wajerumani, akawaweka karibu naye. Alipofika sehemu Wajerumani wakampindua, wakaweka mtu mwingine, wakasaini naye mikataba ya kilaghai au tunaita bogus treaty. Sasa tunatoka kwa Mangungu wa Msovelo kipindi cha utumwa, kuna Mangungu wa Msovelo wengine wengi, naona ambao wanakuja wanakuambia kwamba wazungu hawana sababu ya kutuzuru, kwamba tumeshafikia kwenye karne ya 21, kwamba hakuna mtu ambaye ana sababu ya kutuzuru. Kwa hiyo hao ndio wakina Mangungu wa Msovelo wa sasa hivi. Kwambia bwana chanjo ni sahihi, wewe chanjo ni sahihi, mbona nimekwambia wewe? Kwa hiyo Biblia inakwambia usimwamini adui yako. Adui yako ni nani? Mzungu. Mtu aliyekupeleka utumwani wewe, kufunga mnyororo wa shingo, unadhani atakuletea chanjo ambayo inaweza kutibu wewe? Biblia inakwambia usimwamini adui yako. Kama vile kutu inavyokila chuma, ndivyo hivyo usimwamini na yeye. Unaona? Ndio maana wamewaletea madawa ya ukimwi, baada ya kupona unakufa tu. Baada ya miaka fulani mwili umeshaoza wote. Wanaletea madawa ya kisukari. Ukinywa dawa ya kisukari unapata na ugonjwa mwingine huko. Kwa hiyo Biblia anakwambia usimkalishe kwenye mkono wako wa kulia, la sivyo utachukua kiti chako cha heshima, na mwishowe utatambua ukweli wa maneno yangu, nawe utajuta kutokana na hayo niliyosema. Mchezea nyoka akiumwa ahurumiwi na mtu yoyote. Mambo naambiwa mchezea nyoka akiumwa, na huyo nyoka anayeongelewa hapa si nyoka kama nyoka. Huyu nyoka anayeongelewa hapa ni walaghai. Nani mlaghai hapa? Wazungu. Wamewalaghai babu zenu, na baadhi yenu wanaokaa huko bungeni wamelaghaiwa, wakasaini mikataba hewa. Unaona? Wakasaini mikataba hewa na walaghai wenzako wazungu. Vile vile mzungu anapokusainisha mikataba hewa,
Ndio hivyo hivyo asipojali na afya yako. Kama mtu anaweza kukusainisha mkataba hewa, anaiba mali zako zote, sio hivyo tu, anakuweka pia na wewe kwenye deni. Sababu wazungu sio hivyo, wazungu wanakuja kuchukua mali zetu, alafu wanageuka hivyo wanatuweka na sisi kwenye madeni. Mtu kama huyu hawezi akawa anajali afya yako. Ushaona? Mtu kama huyu hawezi akawa anajali afya yako, kwamba amekuletea chanjo ambayo itakukinga na corona. Unaona? Kwa hiyo anakuambia usimwamini adui yako, kwa sababu kama vile chuma kinapata kutu, ndivyo ilivyo na yeye adui yako. Anakwambia, mtarudi kwenye Yeremia 30, anakwambia mstari wa 10, mbona unalilia maumivu yako hayaponyeki? Maumivu yako kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, sababu ya dhambi zako zimeongezeka, nimekutenda haya. Basi watu wote wakulao wataliwa, adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo, maana nitakurudishia afya. Unaona? Kwa hiyo Mungu mwenyewe anasema nitakurudishia afya. Mbona nilirudia hapo? Anakwambia Yeremia 30:17, anakwambia maana nitakurudishia afya, sio chanjo. Wewe kachukua chanjo uone utakufa mapema sana, na itakuwa ni too late. Yaani huo ndio ukweli. Wewe waamini tu wazungu. Hao wazungu, unadhani wazungu wanakujali wewe? Pendekeza kwa wazungu, unadhani wazungu wanakujali? Kwa hiyo Mungu anakwambia nitakurudishia afya. Yenda ukasoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32:39, Biblia inakwambia Mungu yeye ndiye anayejeruhi. Hata huu ugonjwa wa corona Mungu yeye ndo karuhusu uje. Kwa nini? Kwa sababu ya kuongezeka kwa dhambi za watu. Hadi mpaka huku Mbeya unakuta kuna mashoga. Ndio dunia tuliofikia hiyo, unafaa ndoa za jinsia moja. Tunatembea mtaani unajiamini kabisa, kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu. Ndio maana magonjwa kama corona yanakuja. Kwa hiyo dawa si chanjo, dawa ni kutubu. Unaona? Dawa ni kutubu, dawa si chanjo. Kwa hiyo Biblia inakwambia maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, ikiwemo na corona. Sio chanjo. Unaona? Taendelea. Nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyowaita watu, wana wa Israeli, kwamba wametuita wenye kutupwa. Nakwambia wakisema ni Sayuni ambao hamana mtu autakaye. Bwana asema hivi, tazama, nitakurudishia tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Na kwamba tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache. Kwa hiyo hapa anaongelea nyumba ya Yakobo. Tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Watoto wao nao watakuwa kama zamani. Kusanyiko lao
itathibitika mbele zangu, nami nitawaadhibu wote waoneao, na mkuu wao atakuwa mtu wa kwao wenyewe. Anakwambia naye mwenye watawala atakuwa mtu wa jamaa yao. Hapa anaongelea mfalme Daudi, au tunasema Malak King Dawada, au tunasema Malak King Dawada. Unaona? Kwa hiyo kwanza tumeanza, Biblia inakwambia kwamba Mungu atakurudishia afya. Kwa hiyo uache kuogopa, sijui unaogopa corona. Unaogopa corona nini? Worst case scenario, corona itakuua. Kwa hiyo unaogopa kifo? Wewe unaenda kanisani na unaogopa kifo? Haujui kuogopa kifo ni dhambi? Hofu na kuogopa kifo ni dhambi. Kwa hiyo tunaendelea. Anakwambia tazama, tufani ya Bwana, yaani ghadhabu yake imetokea, tufani ya kudumu itawaangukia waovu vichwani. Hasira kali ya Bwana haitarudi hata atakapokwisha kutenda, hata atakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtayafahamu haya. Na siku za mwisho ndio tunazoishi sasa hivi. Au ukienda kusoma Biblia inakwambia siku za mwisho zilianza kipindi ya Yahawashai, au mnayemuita Yesu anaitwa Yahawashai alipokuja. Kwa hiyo Yahawashai alipokuja, hapo ndipo siku za mwisho zilipoanza. Soma kitabu cha Waebrania moja mstari wa kwanza, anasema Mungu bani ya Hawa, ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, kisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huo. Unaona, juu amefanya bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolisi. Kwa hiyo huyu anayeongelewa hapa ni Yahawashai, kama Biblia inakwambia amefanywa bora kuliko malaika. Lakini point ilikuwa ni kutoka kipindi cha Yahawashai, Biblia inakwambia mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, kwamba mwisho wa siku hizi. Kwa hiyo inamaanisha hizi siku tunazoishi au siku za mwisho zimeanza na Yahawashai alipokuwa anahubiri, au wazungu wanakwambia alipokuwa katika ministry yake. Hapo ndipo tulipoanza kuhesabu siku za mwisho. Na vile vile sasa hivi tupo kwenye kitu kinaitwa siku za mwisho za siku za mwisho. Na tunaenda kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu 26. Mathayo Mtakatifu 26 nakwambia, ikawa Yahawashai, haya mnayemuita Yesu, nakwambia ikawa Yahawashai alipomaliza maneno hayo, aliwaambia wanafunzi wake, najua ya kuwa baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu hawakusanyika katika hema ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, sio wakati wa sikukuu, usije kaonekana ghasia katika watu. Kwa hiyo huyu anayeongelea hapa ni Yahawashai. Unaona, huyu anayeongelea hapa ni Yahawashai, tunasema ni mkombozi wa taifa la Israeli. Mkombozi wa taifa la Israeli ambaye alikufa kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Unaona, unaposema dhambi unamaanisha ukiukaji wa sheria. Kwa sababu kuna watu wengine huwa wamekuwa wakienda kanisani huu mwaka wa 30 lakini hawajui hata nini maana ya dhambi.
unaweza ukakesha naye siku 3 unamuuliza swali dogo tu, nini maana ya dhambi, hajui. Unaona? Kwa hiyo nitasoma Mathayo Mtakatifu 25 wakielezea jinsi itakavyokuwa katika hizi siku za mwisho, au hizi siku tunazoenda, siku za mwisho, jinsi watu watakavyokuwa wakifanya kuoa na kuolewa. Watu wengine wakipanga maisha ya miaka 30, au wazungu wanakuambia retirement plan, kwamba mimi nikistaafu nitaishije. Nikistaafu utaishije? Magonjwa yalivyoongezeka hivi. Kwa miaka 60 wewe ni mzee. Sasa hivi tunakoelekea, unaona, miaka 40 ni mzee. Unaona, nitasoma Mathayo ya 25, anakwambia ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Haya mafuta yanayoongelewa hapa ni nini? Kwamba kulikuwa kuna wanawali 10, 5 walikuwa ni wapumbavu, kama wanavyoimba kwenye kwaya. Wanaimba kwenye kwaya, wanawali 10, sijui 5 walikuwa wapumbavu, wengine 5 walikuwa ni wenye busara, wengine walitoa mafuta. Mafuta unaongelea nini? Mafuta unaongelea kuielewa Biblia. Unaelewa nini kinafuata? Wala unaposikia Ufaransa huko wanakuambia pasipo chanjo huwezi kununua wala kuuza, hiyo ni nini kulingana na Biblia? Corona imetokea dunia nzima ikafungwa, hiyo ni nini? Umekaa unazubaa tu. Unaona? Umekaa kama mpumbavu unazubaa tu hapo. Na kweli wewe ni mpumbavu, utakaaje una amani? Dunia inapoelekea huko unakaa una amani kama wewe sio mpumbavu, wewe ni nani? Ujui lolote linaloendelea. Umekaa. Ndio maana Biblia inakuita mpumbavu. Wewe unaambiwa ukachukue chanjo, unaona watu wanakufa, unakubali tu. Wewe kama sio mpumbavu ni nani? Hata tukianza haya majamaa aliyosoma yakafika kwa chuo kikuu, haya ndio mapumbavu ya kwanza. Unaona? Mtu umesoma umefika mpaka chuo kikuu, lakini unawalazimisha ndugu zako wakachukue kitu ambacho ni sumu. Hao ndio wanaitwa wanawali wapumbavu. Au ukienda kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho unaambiwa maarifa yamefichwa kwa wenye akili. Unaona? Kitu ambacho hata mtu ameishara 7 anajua kwamba hutaki kuchukua chanjo. Au tunaita sumu, hutaki kuchukua sumu. Unaona? Anakwambia nitaendelea. Bali wale wenye busara walitoa mafuta kutoka vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala. Ndio muda tuliopo sasa hivi. Kila mtu kasinzia. Au kila mtu anafanya lolote analoona ni sahihi. Unaona, kila mtu kasinzia, kila mtu anafanya la kwake. Unaona? Wanawali 5 wapumbavu na wewe ukiwemo. Nini maana ya alama ya mnyama? Hujui. Kitabu cha Ufunuo haujui hata kwenye Biblia kinapatikana wapi. Hiyo ndio unaitwa wanawali 5 wapumbavu. Unaona? Wanawali 5 wapumbavu. Unaona? Wanawali 5 wapumbavu. Hivyo ndivyo ufalme wa mbinguni unavyofananishwa. Wanawali 5 wenye busara, wanawali 5 wapumbavu. Wanawali 5 wenye busara ni wanaoangalia na kuona nini kinakuja. Unaona? Kama sasa hivi wewe ulijua kwamba 2020 dunia yote itafungwa. Na sasa hivi 2021 utakuwa unalazimisha kuchukua chanjo. 2022 hautakuwa na kazi isipokuwa uwe na chanjo. Unaona? Mpaka mashehe hautaenda kuhiji Maka isipokuwa na chanjo. Hautaenda kuhiji Maka usipokuwa na passport. Hautaweza kutumia internet usipokuwa na passport inaonyesha umechanjwa. Kwa hiyo tunaita the hour of temptation.
sio ile temptation ya kanumba. They have temptation nyingine ya ukweli. Kuna ile temptation ya maigizo na temptation ya ukweli. Temptation ya ukweli ni pale unapoambiwa unataka kazi yako au uchukue chanjo, alafu nyumbani una watoto 5 wa kulisha, na unajua chanjo, ukichukua chanjo unakufa. Hiyo ndio temptation tunayoiongea, sio ya kwa kanumba, ya maigizo. Hii inaita, wazungu wanakuambia ni real life story. Mbele ya macho yako. Kwa hiyo tunaendelea. Anakwambia lakini usiku wa manane wakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu, unaambiwa wale wapumbavu ambao wameinvest, ambao wamewekeza kwenye dunia. Watu waliowekeza kwenye dunia ndio unaoona wanakuambia kachukue. Unaona? Nakwambia wale wapumbavu wakaambia wenye busara, tupeni mafuta yetu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao. Mwende kwa wauzao mkajinunulie. Hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Bwana harusi anayeongelewa hapa ni nani? Hawashai. Bwana harusi anayeongelewa hapa ni Hawashai. Kwa hiyo bwana harusi ya Hawashai akawa amerudi. Hiyo itakuwa ni baada ya sikukuu. Unaona? Hiyo imeandikwa kwenye Mathayo 24. Mathayo 24:29. Anakwambia lakini mara baada ya siku ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitasikika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hiyo Biblia inakwambia baada ya dhiki ya siku zile, au tunasema baada ya Jacob trouble, au Biblia ya Kiingereza inakwambia after the tribulation of those days the sun shall be darkened, the star of heaven shall be shaken. Kwa hiyo concept ni after the tribulation of those days, baada ya dhiki ya siku hizo, baada ya dhiki kuu. Kwa hiyo wewe kama ni mwanamwali mpumbavu unaendelea kulala, kama ni mwanamwali mpumbavu unaendelea kulala baada ya dhiki ya siku hizo. Unaona, baada ya dhiki ya siku hizo unaambiwa jua litatiwa giza. Unaona? Nakwambia lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza, mwezi utatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Naambiwa ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Nakwambia nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Haya mawingu yanayoongelewa hapa sio mawingu ya mvua, sababu ukiangalia hizi movie mbalimbali, utaona wakimuonyesha Yesu akirudi katika mawingu ya mvua, au naambiwa mawingu ya kweli. Anakwambia pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye watawatumia malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wote
toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Kwa hiyo unaposema neno wateule unamaanisha nini? Unasema neno wateule, ile neno wateule limesimama badala ya neno la Kiingereza elect. Hapo ndio unapata neno lile jingine la election au uchaguzi. Kwa hiyo wateule ni sawa na watu waliochaguliwa, watu waliokuwa elected katika pande 4 za dunia, na hiyo itatokea baada ya ziki kuu kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Yeremia 37. Yeremia 37. Kwa hiyo tunaendelea. Mstari wa 32 anakuambia, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake kisha kuchipuka na kuchanua, majani matavua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika uyaonapo haya yote, tambueni ya kuwa ukaribu mlangoni. Na mimi nawaambia, kizazi hiki kitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa unaambiwa kwa mtini ukajifunze. Mtini unakufanya unajua sasa hivi tuko majira gani. Naambia kwamba mtini unakufanya unajua sasa hivi tuko majira gani. Sasa hivi tuko kiangazi, sasa hivi tuko vuli, sasa hivi tuko muda gani wa msimu. Unaona? Ndio maana na kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri 3 nakwambia, kwa kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kwa sasa hivi tuko wakati wa siku za mwisho. Ndio maana Yesu anakuambia kajifunze kwa mtini. Unaambiwa kwa mtini huu, au anasema kwamba katika mtini huu ukajifunze. Au nitarudia kitabu cha Mathayo 24, anakuambia 22, basi kwa mtini jifunzeni, maana tawi lake likisha kuchipuka chanua, majani matambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika yaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kama tukisoma kuhusiana na saa ya majaribio, au utakapolazimishwa kuchukua alama ya mnyama, hayo ni mambo ambayo yalinenwa na manabii tangu zamani zile. Biblia ikaandikwa, vitabu vikafichwa chini. Ile kweli haijafundishwa kwa miaka kama 2000, lakini sasa hivi ile kweli inafundishwa. Hiyo ndio maana anakuambia maneno yangu hayatapita kamwe. Anakuambia, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila wao peke yake. Maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo utakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Nakwambia, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, ndoa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaje. Kwa hiyo safina ya sasa hivi ni kutubu. Biblia inapomfananisha Nuhu na majira yetu, mtu unaweza ukawa unajiuliza, safina inayoongelewa hapa ni safina gani? Safina inayoongelewa hapa ni toba. Safina inayoongelewa hapa ni toba. Unatakiwa utubu. Unatakiwa utubu, uingie kwenye safina kabla siku ya gharika haijafika. Siku ya gharika ni siku gani? Siku ya gharika ni siku ambayo mambo yote, au wazungu wanakwambia when the chicken come to roost,
mambo yote yatakapoanza kutimia, kianza na vitu. Unaona? Kwa hiyo ndio siku ya gharika. Unaona? Siku ya gharika, siku ambayo utaenda kwa mchungaji wako au mkuu wako wa dini, utamuuliza haya ni mambo gani yanayoendelea kwa sasa hivi, na mkuu wako wa dini hata kuwa na jibu la kukwambia. Wao tuendelee. Anakwambia kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, kuoa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika likaja likawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atataliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakavyokuja Bwana wenu. Kwa hiyo Biblia inakwambia kesheni, kwa maana hamjui siku atakayokuja Bwana wenu. Hii haimaanishi kama Wasabato wanapofanya. Wasabato wao huwa wanaenda msituni, wanaanza kumsubiria huko Yesu aje, au tunamuita Yahawashai. Unapoambiwa kesheni, kwa maana haujui siku wala saa, unatakiwa uangalie. Na hauwezi kukesha wakati hujui nini kinakuja. Ili uweze kukesha, unatakiwa uwe unaijua Biblia at least. Kwa mfano kama sasa hivi unapoona watu huko Ulaya wanalazimisha kuchukua chanjo au hawawezi kununua wala kuuza, unatakiwa ujue tuko majira gani. Ndio na Biblia. Huko ndio kunaitwa kukesha. Unaona? Siku hiyo itakapofika digrii yako haiwezi kukuokoa. Sababu kuna watu wengi sana wanakuwa wana digrii zao, wana PhD, wana nini, lakini kitu kidogo kama corona kimewatoesha. Digrii yako, mambo yako yote ulionayo, heshima yako ulionayo katika jamii yote haipo. Angalia hata bwana mkubwa rais wetu aliyekufa. Alikuwa na heshima kubwa, lakini sasa hivi iko wapi? Hakuna mtu atakayemkumbuka. Kwa hiyo kifo ni mwisho wa mambo yote. Kama watu mtaani wanavyosema Kigoma mwisho wa leli, na kifo ni mwisho wa leli. Wewe endelea kucheza tu, corona hii hapo kusha kazi. Ukimwi huu hapa kusha kazi. Presha hii hapa kusha kazi. Unatembea na gari, unafika pale kwenye kona, unagongo na kufa. Pata ajali ambayo unaungua wewe tu, lakini kila mtu ndani anabaki mzima. Unaona, hiyo ndio naambiwa unakesha kwa sababu hujui siku wala saa. Unakesha kwa kujua nini kinaendelea duniani. Vijana, nakuona tuko bwana, nahubiri neno la Mungu hapa. Haya bwana. Kwa hiyo Biblia inakwambia ukeshe, kwa kuwa hujui siku wala saa. Na Sila anakuambia usiweke siku ya kutubu kesho, nitatubu kesho. Leo ninaenda kufanya dili fulani la biashara, kesho nitatubu. Huko kwenye dili la biashara unaweza kukamata ukafa huko. Unaona? Ninaenda kufanya dili la biashara wapi? Wewe unaenda kufanya dili la biashara huko kwenye dili la biashara unakufa. Au kwenye kitabu cha Ezra, wa pili sura ya 9. Kwenye kitabu cha Ezra wa pili sura ya 9, nasoma kwa Kiingereza. Anakwambia Ezra wa pili 9 kuanzia mstari wa kwamba, anakwambia measures of the time diligent in itself, when you see part of the sign come to pass, then you know that the day when I spoke before you. Kama anakwambia kwa Kiswahili sasa, anakwambia unatakiwa upime majira kwa uangalifu. Mfano majira tunaoishi sasa hivi. Unaona?
Majira tunaoishi sasa hivi, baba yako anaweza akaenda kazini asirudi. Unaona? Baba yako anaweza akaenda kazini asirudi. Umeenda kazini huko, umekutana huko, amepewa sumu, hajarudi. Ndio hivyo unaambiwa measure the time diligent. Hilo neno measure linasimama badala ya pima. Pima muda. Unapoambiwa pima muda, haimaanishi unaambiwa uweke kwenye mzani. Nipo nahubiri. Nahubiri Biblia. Ondoka, mimi nakwambia ondoka.